Sometimes kwenye maisha tunakuwa tunashuhudia vitu vingi sana, of course kutokea kwa wasanii ambao wamekuwa na majina makubwa, wamekuwa na profile kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. So vitu ambavyo tumekuwa tukivitazama kwa mbele yao tunakuwa tunajifunza, lakini tunakuwa tunachukua vile vizuri na vibaya tunaweza kuachana navyo. So kufuatia mkasa wa Diamond Platnumz ambao wamehusisha Zuchu na bibi ambaye anaitwa Rita, umekuwa unashika kasi sana kwenye mitandao ya kijamii kadri siku zinavyokuwa zinasonga. Tuliona Zuchu alianzisha mjadala kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo aliamua kushusha vijembe alipokuwa kwenye kigoma kimoja na mama yake, huku watu wengi wakawa nasema moja ya issue ambayo ilikuwa imeenda viral sana. So watu wakawa nasubiria majibu ya Rita, na Rita atakuja kujibu akaja kumuhusisha yeye, lakini akaja kumuhusisha mama yake pia. So kitu ambacho watu wakaona kama mbona kama amevuka mipaka hivi kwa kitu ambacho alikizungumza. Kilikuwa kizito sana tukizungumza, sitopenda kukisoma hapa, lakini kilikuwa kizito sana kutokana na uswahili ambao Rita amekuwa nao. Aliandika vitu ambavyo havikuwa fair kabisa na havikuwa good, na ndio maana hata sasa hivi Zuchu hajaweza kujibu moja kwa moja kupitia Instagram page yake aidha. Lakini jana tumeweza kuona ameweza kupost kwenye page yake kwenye Instagram pale story kwamba yuko kwenye maandalizi ya video mpya ambayo inaitwa Lollipop, ambayo ngoma hiyo inapatikana kwenye album yake inaitwa Peace and Money alimpashav Yemi Alade. So keep away that. So baada ya kufanya hivyo mjadala umezidi kuwa mzito sana kupitia mitandao ya kijamii. Sasa hivi tunaweza kuona hata mama yake ameweza kuingilia kati swala hilo, swala ambalo watu wengi wameona kama mjadala umekuwa kama haumuhusu, kwa sababu kama atauingilia ndio utaufanya uwe mtata zaidi, atafanya mjadala huo uzidi kuongelewa zaidi, kwa sababu alichokizungumza juzi alimuhusisha na mama yake. So moja ya ujumbe ambao aliandika nasikia bibi Kitufe na mwanae shangazi King'ang'a tu aka muungaji wa wanaume wa taifa wameungana kugombania ndoa kwa nguvu, wamekosa hata haya uso zao, sura zao kama hii moja hapa. Naona limekauka kooni hilo swala la kodi, nikupe ombea tu, limeshalipo muda. Mimi sio wewe ambaye hata umkute mwanaume kamlala mtoto wa kaka yako akikuomba msamaha utamsamehe, hata umkute kamlala aliyekuleta duniani bado utamsamehe. Sasa wewe mwanazimu unajiona una akili, not you need a therapist. Mwana saikolojia, this is serious, very serious. Hauko sawa kichwani, mchafu wa dunia. Hujui hata kubadili mashuka ya chumbani kwa mwanaume hadi kitanda kimekushinda huyo. Jamani, bora mmoja asiwe na akili kuliko familia nzima. So when you check up this message, when you check up these feelings, unaona kabisa alihusishwa moja kwa moja na mama yake, anaitwa mama yake Hadija Kopa. So jana kupitia IG yake ameangusha moja ya ujumbe pia ambao unamhusisha yeye na kile kitu ambacho kimetokea. So reaction ya watu wanasubiria nini ambacho Rita atakuja kujibu kwa wote wawili. Sasa nikukumbushe tu usiache kusubscribe, usiache kulike, comment na kushare moments kama hizi hapa ili kuweza kuzipata update zote ambazo tunakuwa tumeziandaa. Mimi naitwa Chris JR.